Yes, kutoka hapa katika studio za NYTV naendelea kukushukuru sana kwa kuwa umeendelea kuwa mfuatiliaji mzuri sana wa kituo hiki bora kabisa cha matangazo. Langu jina ni Messi Malio. Na siku ya leo tumepata neema hakika ya kutembelewa na mtu mkubwa, mhubiri wa kimataifa huyu, mtumishi wa Mungu, mchungaji Amieli Katekela. Na leo ametutembelea katika studio hizi za NYTV. Ninaamini utatamani kusikia sauti yake, lakini pia bila shaka utatamani kusikia kuhusiana na mambo mengi sana ya huduma, lakini pia ya kwake binafsi. Lakini zaidi ya yote tutakuwa na kongamano ambalo litafanyika kule Kahama na tutakuwa naye pale. Na bila shaka pia atazungumzia kuhusiana na kongamano hilo litakuwa ni lini, na wewe ambaye ni mfuatiliaji wa kituo hiki basi bila shaka utakuwa pamoja na sisi huko Kahama. Majira hayo atakayoyataja mwenyewe, tarehe na mwezi pia. Basi ninakukaribisha sana katika mahojiano haya mafupi pamoja na mtumishi wa Mungu mchungaji Amieli Katekela. Mchungaji, bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe sana. Karibu sana katika studio zetu za NYTV. Asante sana. Naona ni kama mara ya kwanza kukanyaga hedikota ya NYTV. Karibu sana. Asante sana. Nimejisikia vizuri mno kabisa. Naendeleaje? Namshukuru Mungu. Neema ya Mungu inanisaidia. Ninauona mkono wa Bwana. Bendera chuma, mlingoti chuma. Bila kusahau msemo wetu mkubwa huo. Hatubadiliki. Hata majira yakibadilika bado ni chuma tu. Hakika. Chuma ni chuma. Hata ukiingize kwenye moto kitaungua, ila kinabaki ni chuma, hakiteketei. Safi sana. Kuna kipindi ambapo tumesikia tetesi, watu wakizungumza mchungaji Katekela alipata changamoto ya afya na nini. Pengine kuna watu ambao hawajafahamu sana hili, kuhusiana na hili. Pengine utuambie kuhusiana na hili, kitu gani ambacho kilikutokea na vile unavyoendelea kwa sasa. Karibu. Namshukuru Mungu. Huwa mara nyingi tunapokutana na changamoto kama hizi hatutangazi sana, kwa sababu kuna wale watu ambao wanategemea kutiwa moyo, kuombewa. Kwa hiyo wanapogundua na wewe unayewaombea unaumwa, ile imani yao huwa inapotea. Lakini kilisababisha mpaka nikazungumza hadharani kwamba ninapitia changamoto hii ni sababu mbili. Nimekuwa sasa ni mwezi mzima na kama wiki kadhaa nilikuwa mgonjwa. Na watu walikuwa wananitafuta sana kwenye simu zangu hawanipati. Kwa hiyo wengine wakawa wanasema Katekela ana kiburi sana. Haiwezekani tunamtafuta, simu inaita tu, mara haipatikani. Simu zangu nilikuwa nimekabidhi na watu wengine wananishikia. Na mimi nikawa na struggle sana kiafya. Atukuzwe tu Bwana kwa kuwa amenisimamisha tena. Kwa hiyo ile ilikuwa ndo sababu ya kwanza ya kuambia watu, jamani msione niko kimya, ninapitia hii changamoto. Lakini pia kulizuka wengine wakaanza kutangaza kwamba tuambieni ukweli, Magufuli alikufa, hawakutangaza, na Katekela kafa, tangazeni. Kama hajafa ajitokeze. Kwa hiyo kuna watu walianza kukutanguliza mbele za bwana walianza kuniombea, kunisemea nipumzike kwa amani, wakati bado kinaendelea. Unajua tunaugua lakini hatufi. Kwa hiyo sababu ndo ilifanya nitoke mapema kabisa, ili watu wasiseme huyu ameshatangulia. Nikatokea mwenyewe kusema jamani, mimi ni mzima ila napitia changamoto. Niliugua na haikuwa uchawi wala nguvu za giza, ni athari tu za kiafya. Maana nimekuwa chuoni kwa muda mrefu, lakini pia pamoja na masomo sina mapumziko. Nikitoka darasani nachukua simu naanza kuombea watu. Nikitoka kwenye maombezi ya simu na kwenda kanisani na hubiri. Lakini pale nikapata
likizo fupi ya chuo ya kwenda kuhubiri mikutano ya umisheni. Kwa hiyo nikasafiri mbali kule Kigoma mjini. Nimehubiri kule kwa mchungaji Kazimoto, nikaunganisha na huduma zingine bila kupumzika, asubuhi mpaka usiku. Kwa hiyo ile Jumapili nikamaliza ule mkutano, na shuka tu jukwaani, nikaingia kwenye gari, nikaanza kuendesha kutoka Kigoma na kuja Dodoma. Kwa hiyo nikafika Dodoma, naingia chuoni, namaliza tu kusoma, nikapitiliza tena kwenda kwenye mkutano mwingine Dar es Salaam, huku Malamba Mawili. Kwa hiyo naendesha mimi mwenyewe, na nikafika pale napitiliza kwenye mkutano kwa muda wa siku 4. Kwa nilivyotoka ile Jumapili, mwili ukaanza kuchoka. Sasa nilivyofika kule nyumbani, changamoto nikakutana na vita ya kihuduma. Unajua, niseme tu kweli kwamba huduma yangu hii ni vita, inaeleweka. Nilishapewa onyo na watu fulani, wale wanaoikataa injili, kwamba niache kuhubiri injili, niache kushuhudia habari za shetani, na niache kuwaombea watu, kwa sababu ninaharibu mission fulani. Lakini sasa mimi siwezi kuacha, kwa sababu Bwana aliniambia nifanye hivyo, na sijawahi kumuombea mtu kwa kumdai kitu chochote. Nilipewa bure, ninatoa bure. Kwa hiyo sina manufaa mtu anapopona, ila jina la Yesu lihimidiwe, kwa kuwa watu wanafunguliwa. Na mimi furaha yangu, mimi Mungu amenitoa mbali, ameniokoa kwa gharama. Niliokuwa nao walishakufa wote kabisa. Mimi ndo naishi, na siishi kwa nguvu ya kitu chochote zaidi ya maombi ya watakatifu pamoja na kutiwa moyo na watu waliookoka. Kwa hiyo ile neema ya Mungu ninayoihisi kwenye maisha yangu, ninaona kwamba hata hivyo sijaripa bado. Natamani kuona hata nisipate muda wa kulala, ila watu wa Mungu wafunguliwe na wao, na wamuone Mungu. Na ina maana ninapohubiri, watu wanapookoka, napoombea watu wanapopona, na furahi vile watu wanavopona. Furaha yangu ni kuona wagonjwa wanapona, waliokuwa wamefungwa na nguvu za giza wamefunguliwa, waliokosa matumaini wamerudishiwa matumaini ya Mungu. Unajua tunakwenda mbinguni, lakini sio twende mbinguni tuko wenye udhaifu kupita kiasi. Nafika hatua hata hiyo mbingu tutaikosa sasa. Lakini kwa kuwa Bwana ametupa neema na ufunuo wa kusaidiana, asiye na nguvu atiwe nguvu na mwenye nazo, basi tunabebana. Lakini sasa kuna wengine siwezi kujua, labda wana maslahi kwenye magonjwa ya watu wengine. Maana mfano siku moja nimeitwa hapa Dar es Salaam, nikakuta watu wengi, na wengine ni wanajiita watumishi wa Mungu. Wakaniweka kati na wakanipa siku 21 ya kutafakari kuacha huduma ya Mungu. Lakini nikahojiwa kwamba kwa nini fulani alipona? Kwa nini ulimuombea fulani? Kwa nini umemsaidia fulani? Akapigiwa simu na yule niliyemsaidia, akaanza kutukanwa matusi mbele yangu. Lakini wale waliokuwa wananishambulia ni watumishi wa Mungu ambao na wao wanahubiri injili ya Kristo. Sasa nikasema, kwani Yesu amegawanyika? Mbona injili ni huru? Alafu wewe ulivyoitwa, si utumike hivyo na mimi nitumike nilivyoitwa? Ya nini sasa tuanze kuuana, kutishiana? Lakini hawakunielewa. Wakanipa siku 21 na wakaniahidi watanipa milioni 150 ili niende nikafanye biashara na shughuli zingine, niachane na huduma ya injili. Basi nikaacha pesa zao, nikatoka sebuleni kwao, nikaondoka. Lakini nilivyoondoka, bifu ile sikujua, ila nilijikuta nashambuliwa vikubwa. Mpaka ikafika hatua magari yangu kuvunjwa,
familia yangu ikafuatiliwa kuuawa. Mungu tu akawaweka watu wakaitorosha, kuificha mbali, na mimi kuanza kusakamwa ili kuuawa. Mambo yakawa mengi mpaka ikafika tu na gari yangu moja ile nilikuwa na ile Land Cruiser ikapotea mpaka leo. Kwa hiyo napitia hiyo, lakini namshukuru Mungu tu kwamba Bwana hajaniambia kama wataniua, ila ananiambia watashindwa na injili bado itaendelea tu. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukasema Katekela na dharau, Katekela apokei simu. Jamani, na mimi nimeuvaa mwili, niko rohoni lakini niko pia mwilini. Kuna skendo nyingi wanatengeneza, huyu tuna mtoto amezaa sijui na nani, lakini Mungu alivyo mwema. Mfano mwaka jana yule tulikutana na ninyi nikawaeleza, yule pale mtoto alitangaza nimezaa sijui na nani yule, wakawa wameniita kuja Dar es Salaam tukacheki DNA. Lakini kabla ya kuja kwenye DNA, dokta waliyemlipa hera atangaza apime DNA akanipigia simu siku 2 kabla ya DNA, akaniambia Katekela natubu, nimemkosea Mungu. Nikamwambia dhambi gani umefanya? Akasema mimi ndo nimelipwa hera ili nitoe majibu ya DNA. Nikamuuliza ulishayatoa? Akasema ndio, niforwardie. Akaniforwardia zile karatasi, naangalia jina la mtoto wa kiume, baba wa mtoto na saba za damu zimemechi, kila kitu ameandika yule dokta. Nikamwambia sasa, wewe unaandikaje majibu ya DNA wakati mimi mwenye damu sijaja kupima, wala huyo mtoto sijamuona, wala mamake sijamuona? Akasema ndio maana ninatubu na ninaomba usinitaje, naomba uniache na hili swala liishie hapa. Nikamshukuru Mungu kwa sababu amefichua uovu uliokuwa unanitafuta. Nikawapigia wale watu waliokuwa wananitafuta, nikawaambia nakuja, na nikaja hapa Dar es Salaam nikakutana nao. Nikasema kabla tujafika kwenye hilo dawati la jinsia mnalolidai nyinyi, hii hapa DNA niambieni. Walivyoiona wakasema mchungaji, basi kila mtu awe na maisha yake, mtumikie Mungu wako, umeshinda, naomba uyaache. Mimi nikasema sitawashitaki kokote kwa sababu mimi nimeitwa na Mungu. Na kwa kuwa nimeitwa na Mungu, na wale watu ninaowaombea wanafunguliwa na Mungu, silipwi mshahara juu ya huduma nayoifanya, ila ni Mungu ameamua kuwasaidia watu wake. Kwa hiyo Mungu mwenye watu atashughulika na ninyi. Nikaondoka kwa amani kabisa. Kwa hiyo nakuwa napitia vitu kama hivyo, lakini wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni au tikisiki. Ndio maana ninaposema bendera chuma, mlingoti chuma, sikopeshi wala sibabaishi. Ninatamani sana yani watu waelewe nini tunafanya. Na ninaamini, mimi nawaambia hata leo ukisikia Katekela amekufa, usijute wala kuumia, kwa sababu nimeenda mbinguni. Na nikienda mbinguni kwa kufa hivyo, wataokoka na walishaokoka maelfu ya watu. Kuna huduma zitakazotokea zaidi ya vile Katekela nilivyo. Na ninajua huu ni uamsho mpaka Yesu atakuta tunaendelea. Kwa hiyo sirudi nyuma madamu nimeitwa na Mungu, na ninamshukuru Baba Askofu mtoka mbali, amenitia moyo sana juu ya huduma, na mimi naendelea bila kuchoka. Hiyo gari yako ambayo ulisema kwamba imepotea na haijaonekana, yani ilipotea katika mazingira gani? Ulikuja kuchukua nyumbani au? Hapana, hili jambo tulishalizungumza, mpaka niliitwa mpaka ofisi ya DCI pale Dodoma, nikatoa maelezo yangu pale, na ofisi ya jeshi la polisi, wizara ya mambo ya ndani ikalishughulikia vilivyo lile jambo. Nashukuru tu kwamba walinishauri kwa upendo,
na mimi nikaelewa ni nini tunafanya. Lakini nashukuru sana kwa msaada wa polisi na serikali kwa ujumla, walikomesha lile jambo. Ila walikuwa ni watu ambao tulikuja kubaini kwenye operation za kijeshi, waligundua kwamba ni watu binafsi wenye nia mbaya na huduma. Na wakajaribu kufanya operation ya upelelezi wote wa kipolisi. Hawakugundua taasisi maalum wala kundi maalum, ila waligundua ni watu wachache. Lakini sasa ile vita kubwa sana, inspekta mmoja alinieleza, maana yule inspekta ni mtumishi wa Mungu, yuko pale Dodoma. Alinieleza jambo moja nikamuelewa sana. Alisema, Katekela, hii issue ni ya kiroho. Kwa sababu tunajifuatilia kimwili, hata sisi tunakutana na vitisho vikubwa vya maisha yetu. Yaani ni askari lakini anatishiwa maisha. Sasa nikawaza, ikiwa huyu ni askari na anatishiwa maisha, sasa hii ni vita gani? Nikagundua dawa pale askari wanaponishauri kwamba Katekela fanya hiki, nitakifanya, maana wamekiona. Lakini pale wanaposema pambana, najua nafasi yao imeisha, niingie rohoni. Kwa hiyo najua kama babu zangu kina Emmanuel Lazaro na Moses Kulola walivyozeeka, tutazeeka. Tutazeeka. Cha msingi tuombeane. Unajua Mtume Paulo alisema, hatimaye ndugu, na sisi mtuombee ili neema ya Mungu isipunguke. Hatuchoki, na ninakueleza ni machache tu haya ninayokutana nayo, ili uniombee pia. Lakini si utangazi udhaifu kwamba shetani ana nguvu kiasi hicho. Kama angekuwa na nguvu, wangeshaniua. Yaani mpaka hapa na hesabu vifo sasa viko 63. Tangu niokoke kwa miaka 13 tu ya wokovu, nimekoswa mara 63 kuuawa. Kwa hiyo katika hiyo miaka 13 ya wokovu, nimekoswa vifo mara 63, sio 16. Ndani ya miaka 13. Vifo 63. Na kwa nini ninawindwa vile? Safari ya huduma tangu nilipoamua kusema nimemkana shetani. Unajua kule kuzimu wakati naokoka nilikuwa nimehukumiwa kuuawa. Na tulikuwa waabudu shetani manguli kama mimi, tulikuwa 250. Tulikuwa tumepangwa kwenye list ya kufa, na no way out. Ile hukumu hakuna awezaye kuipangua. Kwa hiyo mimi nilikuwa ni kiumbe wa 201 kuuawa. Kati ya 250. Watu 200 mbele yangu wamekufa, naona. Ilipofika zamu yangu sasa na mimi nichinjwe nife, nikamkumbuka Yesu ndo aliyesababisha niadhibiwe. Nikamwambia, wewe Yesu kafiluna, wewe ndo uliniponza. Kwa sababu nilijikuta nasema Yesu kuzimu wakati ni kosa. Kwa nikamwambia, sasa kama unanipenda niokoe, na kama hunipendi na kufa. Nilipotamka lile neno, ile nguvu ya mauti na kile kitanzi cha kuniua kiliishiwa, yani kiliyeyuka, kikashindwa kunikaba. Badala yake nilisikia moto unatoka duniani. Mimi niko huko kuzimu na nimefungwa. Kwa ule moto, ndani ya kelele ile nilisikia masikioni mwangu watu wanasema, kwa jina la Yesu, Yesu moto, Yesu moto. Nilichoshuhudia mimi ni kama radi yenye fimbo ya moto ikanipiga hapa. Pa! Wakati naweweseka, fahamu zinataka kupotea, nilisikia sauti ya mwanaume ya kibabe, sijawahi kuisikia duniani humu. Nilijua ni ya mtu kwa sababu ilinitaja kwa jina kabisa nililozaliwa nalo.
Jina langu la kitovu baba alilonipa Amieli. Ikaniita Amieli mara 3. Na ndio ikasema nifuate. Na angalia mbele yangu ulikuwa ni moshi mkubwa sana unazunguka kama kisulisuli. Uwezo wa kusogelea sikuweza. Ukapanda. Fahamu zangu zilipotea. Nilijipata niko duniani tayari. Nilivyotoka kuzimu sijui. Kwa nilivyojikuta duniani, nikakuta nimelala, nimeingiza kichwa chooni. Peruzi na NYTV kiganjani mwako sasa. Je, unao mkasa ama simulizi ya kusisimua na hujui ni wapi pa kuisimulia? Waone NYTV ni channel bora kabisa ya kuvumbua visa na mikasa kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania na nje ya nchi. Ili uwe wa kwanza kupata video zetu, usisite kubonyeza alama nyekundu na kusubscribe, kisha bonyeza kitufe cha kengele, na kwa kufanya hivyo utakuwa wa kwanza kuhabarishwa na NYTV. Unangoja nini sasa? NYTV ni chaneli bora kabisa Tanzania, na kwa mawasiliano zaidi waweza kupiga simu zifuatazo: 0712 45 52 52 au 0688 13 19 14. Ili kupata habari za uhakika ni NYTV pekee. NYTV ni chombo bora cha Bwana.